Tumekuja kupiga story na Issa Tambu, CEO wa Tambu Motors, tuzungumze naye maili matatu. Habari za magari zimekuwa nyingi sana huko mjini, lakini ili hii story iwe balanced, lazima Issa Tambu naye atuambie kuhusiana na haya magari, tujue naye kwa utaratibu wake ulivyo. Issa Tambu, vipi? Inakwaje mwanangu? Kama kawa. Naenda. Karibuni sana Ticeform Company Limited Bunju. Sisi tumekaribia na heri ya mwaka mpya pia. Tunashukuru Mungu tuko salama bwana. Mwaka umeanza vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Tukiwa Tambu Motors kule tunakuwa tunapendeza zaidi, tunazingatia muonekano nini, lakini tukiwepo huku lazima tuwe kwenye muonekano kama huko. Tunajua huko watoto wa mjini. Tunaenda Doto hawezi kuja huko. Huko machakalamu kama sisi unaona ile kazi. Sikiwa ndani. Issa Tambu, tulishangazwa maana sasa hivi zina trend sana mambo ya gari za Audi. Jana uliposti kwenye Instagram yako ukaposti na ukaandika caption kwamba kumbe hizi zinapatikana hata za milioni 10, ukacheka kabisa. Tukasema tuje kwako tuthibitishe kumbe zipo. Unajua gari watu wanashindwa kwa kitu kimoja. Mimi niwape elimu ya gari. Gari inauzwa kutokana na kiwango chenyewe hasa ikiwa used Tanzania. Lakini pia gari inauzwa kwa kiwango chenyewe hata ikiwa used Japan. Umenielewa? Mfano unaweza kununua Audi ya 2015 lakini ukanunua Audi moja milioni 30, ukanunua Audi nyingine milioni 50. Umenielewa? Kwa hiyo ubora wa gari, grade inauzwa kutokana na grade. Sio, umenielewa hapo? Kwa hiyo unaweza kuwa na Audi moja, mwenzako kanunua milioni 50 lakini wewe kwako umenunua milioni 30 tu. Kwa hiyo inatokana na mileage, imetembea vipi ile gari, lakini pia sio tu gari, yani muonekano mzima ule gari, ubora wake. Umenielewa sijui hapo? Sasa. Kwa hiyo tukiangalia ile Audi ya Ndaro Q5 S-Line kabisa, kweli milioni 55? Inawezekana kwa sababu na bahati nzuri nilimpigia simu na akanihakikishia kabisa gari yake ni grade 4, amenunua, ina mileage kilomita amesema ina 38,000 36. Kwa hiyo ile gari lazima ifike hiyo bei. Ukikusanya hela ya manunuzi ya Japani, ukikusanya ushuru wa serikali, ukikusanya wafeji, ukikusanya na kila kitu, inafika kabisa hiyo bei. Yaani bila mashaka kabisa. Tambua ni kitu gani ambacho watu walijichanganya baada ya kumuona bingwa magari used kuposti gari kama Ndalo lakini bei ikawa tofauti sana. Unahisi watu wamejichanganya ni kitu gani? Sasa hapo ndo kitu nimekwambia, grade ya gari. Tunarudi pale kwenye quality wa ile gari yenyewe. Sio, umenielewa? Nilikwambia unaweza kununua Mercedes Benz kama hii mbili, moja ukanunua milioni 70, moja ukanunua milioni 50. Umeelewa? Kwa quality imetembea kilomita ngapi huko Japani, ya mwaka gani? Umeelewa? Lakini kwa Ndalo mimi kanipigia simu kaniambia, Tambu, gari yangu mimi nimenunua grade 4, nimenunua gari ya kilomita 30 na kadhaa, kanitumia kila kitu. Kwa hiyo nikajiaminisha kabisa bila mashaka. Kweli ina deserve kwa milioni 50 na ngapi alisema? 55 bila mashaka kabisa. Kwa upande mwingine Doto naye pia alitia neno lake kama design Ndalo amempeleka mjini muza magari bingwa. Kwa hiyo kwa mfanyabiashara unaonaje hii sanga mbingwa ambayo imetokea bingwa na Ndaro? Kwa kibiashara Ndalo amempeleka mjini bingwa? Mimi sidhani kama kuna mtu kampeleka mjini mwenzake, lakini kila mtu katoa maoni. Bingwa anafanya biashara zake na ni mshikaji wetu, tunafanya biashara kwa pamoja, hana shida yoyote, lakini Ndalo akanunua gari yake kaposti. Kwa hiyo ni watu sasa kuchanganya yale maneno na kutokuelewa. Nimekwambia gari inauzwa kutokana na nini? Na kiwango. Watu wanadhani S-Line akiona Audi ni sawa tu, zote zitakuwa zina bei sawa. Lakini sio hivyo. Kila gari inauzwa kutokana na thamani yake na ubora na grade ya kwake. Umeelewa? Ya Ndalo ni grade 4 ina kilomita 30 na ngapi? Hauwezi kusanisha na ya kwako grade 6 ina kilomita 150. Hauwezi. Umeelewa? Kwa lazima ya Ndalo itakuwa jamani, si vitu viko live, hata tukigugo hapa. Umeelewa? Tukigugo tukienda before tunaangalia ambapo ndo tunaponunua kwenye minada ya magari. Tutaangalia Audi hii bei gani na Audi hii bei gani. Kwa hiyo ni ile watu kutokufahamu na kutaka kuleta tu ile ligi wanasema. Lakini gari ina thamani halisi kabisa. Hivi sasa nikikuuliza comedian gani ambaye unamuona wewe kweli anaongoza wenzake comedian wenzake wote kwamba yeye anamiliki gari kali, ni comedian gani unazona? Kwa sasa hivi atakuja kuwa bila shaka. Japo mwenyewe aliniambia asiseme, lakini namwambia Eliudi. Juzi nimemuuzia Anaconda zaidi ya milioni 55. Japo ni mtu ambaye sio kwenye mitandao. Nadhani milioni nimepost tu juu kwa juu. Lakini Eliudi nimemuuzia Anaconda milioni 55. Lakini taarifa ni kwamba ametaka Anaconda ya 2023. Ni milioni 110 nimemuuzia. Na nakwambia na nikanilipa. Huyo Mnyakyusa, huyo Sukari. Kwa hiyo kwa Ndalo mwenyewe atulie. Sasa na Ndalo. Lakini Ndalo naye sio mtu mnyonge. Leo asubuhi tumekuwa tuna mjadala mzuri sana. Mnaona hili?
Anataka aondoke nalo. Nimeona amesema anakuja kuchukua receipt. Akamwambia Istanbul niandilie mpaka na receipt. Nilimuonesha unyama mmoja. Hii ndio gari ambayo ulipost. Mnyama mmoja hii hapa. Subiri. Bwana mchekesaji alichanganyikiwa. Hii hapa. Bwana hicho kilimchanganya sana Ndalo. Kilimchanganya sana Ndalo. Mzigo umefunguka. Nikamwambia Ndalo usicheke tulia. Chwa. Kaambia Ndalo sasa waambia wanasema gari yako ya bei rahisi wanakuweza. Hii gharama yake ni shilingi ngapi? Hii ni GLC Cooper. Hii gari thamani yake ni milioni 98. Kila kitu ushuru na nini kila kitu inafika hapo. Na pamoja hii imekuja na grade 4. Hii gari imekuja ni grade 4, imekuja na mileage ilikuja na 39. Sasa hivi na kama 44. Umeelewa? Lakini kila kitu kiko clean kabisa. Unaona? Sasa utajisikiaje au ukisikia mtu anauza gari kama hii lakini akakwambia milioni 29 na 800? Sasa gari sitakuwa mbovu. Unajua unashinda kitu kuelewa. Kuna kununua starehe na kuna kununua matatizo. Unaweza kununua gari, baadaye ununue starehe unanunua matatizo. Sijui mmenielewa. Yaani wewe inabidi uone fundi mwingine pembeni. Bwana, uko wapi leo nyumbani haijawaka? Sasa mateso bwana. Kwa hiyo inaonyesha yale mambo ukiona gari imepostiwa bei kubwa alafu imepostiwa bei ya chini huko na 800 tajiri tujiangalie wenyewe. Kajihakikishie. Lakini kabla kuna hatua ambazo kimsingi lazima ukague gari. Yaani kabla kwenda kununua gari lazima ujikague ujiridhishe gari ile je iko sawa? Umeelewa? Kuna zingine kweli za bei kitonga lakini bado ziko nzuri, lakini mara nyingi zinakuwa zina changamoto. Kwa hiyo usipende sana wa rahisi, hakikisha gari umejinunulia gari ambayo iko imenyoka ina kila kitu. Tutakuwa sahihi tukisema, kwa sababu tumepiga story na moja ya muuza magari pia, uzuri Tambundo shughuli zako. Tutakuwa sahihi tukisema magari ni sawa labda na t-shirt. Mfano unaweza ukanunua duka fulani ikawa 20,000 lakini t-shirt hiyo unaweza ukaenda duka jingine ukaambiwa 50,000 kwa mujibu wa brand. Ni sawa kabisa. Hilo nalo linachangia kwa 90%. Kwa sababu hata mimi kwangu, ukiangalia ndio muuza magari ambao nauza magari mapya kwa bei rahisi kuliko yoyote katika nchi ya Tanzania hii. Hakuna kama Tambu Motors. Hilo nadhani hata Watanzania wameshatupitisha. Hakuna. Ukiangalia kwenye peji yangu bei ninazoziweka na wauzaji wengine ni mbali kabisa. Umeelewa? Ile Audi Andalo nikija kwa Isa Tambu naweza kupata kwa shilingi ngapi? Ambapo kwa viwango vile kabisa kila kitu, kwa sababu mimi ni mzee wa low budget. Nitamuuzia milioni 52. Kwa mimi, kwa sababu tunajua mimi mzee wa low budget 52 kwa viwango vile grade 4 mileage ndogo nini ya S-line mimi nitaipiga kwa 52. Kwa hiyo kwa mujibu Ndalo hajapigwa ile bei. Hajapigwa, yuko sawa kabisa. Hajapigwa hata kidogo. Nyinyi mambo mbona yako live, simchukue simu zenu mgugo. Angalieni S-line 2016 low mileage grade 4 bei gani? Jumlisha wafe, jumlisha assessment ushuru unapata bei halisi. Magari kaongea sana akiwa Zanzibar leo alibwata sana bwana. Mshamba unazungumza mtu mpaka maisha yake yenyewe mpaka ombera. Tena naye bwana Doto. Sasa si mshamba ajui chochote.